kiongozi mkuu wa mapinduzi, bali pia ni mwalimu na baba mwenye kipaji cha ukarimu. Na kuna siyefahamu kwamba yeye ni kiongozi halisi anayeshirikiana nasi katika shida na raha. Na kuna siyefahamu kwamba yeye ni kiongozi halisi anayeshirikiana nasi katika shida na raha. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu viongozi kutoka NEMKI, Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira, mkiongozwa na mkurugenzi mkuu, ndugu wanahabari wenzangu, habari za Jumatatu. Naomba niwakaribishe katika mkutano wetu mwingine tena, ambapo serikali inawataarifu wa Tanzania kupitia vyombo vyenu juu ya mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye tayari ameshafikisha miaka 4 ya uongozi wake mwezi huu. Leo tuko na wana mazingira. Naomba nimkaribishe Dr. Immaculate Suarez Emesi, ambaye ndiye mkurugenzi mkuu wa Baraza la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira Tanzania, NEMKI. Karibu uzungumze na Watanzania. Habari ya asubuhi. Usianze kurolling kwanza. Natoa angalizo kwamba nina phobia kidogo na kamera. Sina phobia na binadamu, lakini kamera nikiona sometimes inaona. Bahati nzuri ziko kwa mbali, hazijanisogelea. Nawashukuru sana kwa kuitikia mwito kuwa nasi asubuhi ya leo. Naitwa Immaculate Suarez Emesi, mkurugenzi mkuu kutoka NEMKI. Nimeambatana nami na Public Relations Manager Irene, pamoja na kaimu manager wa masuala ya ufuatiliaji na uzingatiaji Bwana Baruti. Asante sana. Tuanze. Ndugu wanahabari, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI, katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi kwa miaka 4 2020, 21 na 2024-25, limeendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kufikia zaidi ya 68% ya malengo tuliojiwekea katika kipindi hiki, na lengo kuu likiwa ni kuhakikisha mazingira ya nchi yanaendelea kulindwa, kuhifadhiwa na kusimamiwa ipasavyo kwa kuzingatia miongozo ya kitaifa na ya kimataifa. Kazi kuu za baraza letu zimejikita katika maeneo makuu 4. Ya kwanza ni shughuli zote za utafiti katika maeneo ya mazingira. 2, usimamizi na uzingatiaji, yani compliance and enforcement, utekelezaji na usimamizi wa sheria yetu ya mazingira. Uchakataji wa vyeti vya TAM, tathmini ya athari kwa mazingira, yani EIA, na pia kuelimisha, kujenga mawasiliano pamoja na uhamasishaji katika jamii.
Katika utekelezaji wa miradi ya tathmini ya athari kwa mazingira TAM, baraza limesajili katika kipindi hiki miradi 858 ambapo kati ya hiyo 5784 ni kwa tathmini ya athari za mazingira TAM, na kati ya hiyo 2274 ni ya ukaguzi wa mazingira. Katika utoaji mchakato huu wa kutoa vyeti huwa tunakuwa tuna vikao vya wataalam ambavyo tumeweza kuketi vikao 3836 kwa ajili ya kufanya mapitio ya taarifa mbalimbali ili kuweza kutoa vyeti husika. Katika kaguzi mbalimbali za miradi tumetoa mapendekezo na maboresho ya masuala ya msingi ya kuzingatiwa katika taarifa hizo. Miradi 4570 ilishakuwa imeidhinishwa na kupewa vyeti vya mazingira, na kati ya hivyo 3058 ni vya TAM na 765 ni vya ukaguzi, huku vyeti vingine vikiwemo vya kubadili masharti 169 na vyeti vinavyohamishwa umiliki wake ni 552 na vyeti vya muda wakati mchakato unaendelea wa kupata vyeti ni 53 na cheti ni kimoja tu katika kipindi hiki cha miaka 5 ambacho hakiweza kufanikiwa kutolewa. Katika kuboresha utoaji wa huduma ya vibali vya TAM, baraza lilianzisha mfumo wa kielektroniki unaotumia usajili katika kuidhinishwa kwa miradi ya TAM kidijitali ambao umeongeza ufanisi zaidi. Mchakato wake muda sasa hivi tumejiwekea isizidi miezi 3. Kabla mfumo, baraza lilikuwa linasajili takriban miradi 900 tu kwa mwaka, na baada ya mfumo wa baraza linasajili sasa hivi zaidi ya miradi 2000 kwa mwaka. Haya ni mageuzi makubwa kwa serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuweka mazingira wezeshi ya wawekezaji katika kutoa huduma za haraka. Kazi yetu NEMKI ni kuhamasisha na kuchakata na kuwezesha wawekezaji nchini ili tuweze kufanya uzalishaji ambayo ni rafiki katika mazingira. 2, pia tunafanyia kazi utoaji wa vyeti vya wataalamu mwelekezi wa mazingira. Hawa ni wale wataalamu ambao wanawezesha kupata vyeti hivi vya tathmini ya athari kwa mazingira. Katika kipindi hiki cha miaka hii 4 ya Mheshimiwa Rais wetu, baraza limefanikiwa kusajili wataalamu mwelekezi wa mazingira 1023 na kutoa vyeti vya utendaji kwa wataalamu mwelekezi 503 baada ya kukidhi vigezo kwa mujibu wa kanuni za usajili na utendaji wa wataalamu mwelekezi wa mazingira za mwaka 2021. Kanuni hizi mpya zimeongeza ufanisi kwa kuruhusu usajili kufanyika wakati wowote. Usajili wa wataalamu mwelekezi wa mazingira unafanyika kupitia mfumo wa elektroniki ambao umeongeza ufanisi kwa kushughulikia maombi. 3, katika swala zima la elimu kwa umma linalosisitiza masuala mahususi katika madhara ya matumizi ya mifuko ya plastiki, baraza limefanikiwa kuandaa vipindi 88 vya uhamasishaji kupitia vyombo vya habari na mikutano 20 ya wadau kuhusu madhara ya matumizi ya mifuko ya plastiki. Vile vile kaguzi zimefanyika katika maeneo 178 ya uzalishaji na usambazaji wa mifuko ya plastiki ambapo maeneo 57 yalikutwa na makosa na kuchukuliwa hatua stahiki za kisheria. Zaidi ya tani 150 za vifungashio kwa bahati mbaya visivyokidhi viwango vilikamatwa, vikitaifishwa na kuteketezwa kwa mujibu wa sheria yetu. Hata hivyo, swala la udhibiti wa vifungashio vya plastiki ni letu sote kuanzia ngazi za familia hadi taifa. Hivyo hatuna budi kushirikiana kwa ajili ya kuleta matokeo chanya. Taka za plastiki kwa kweli ni na athari kubwa sana kwa afya za binadamu na mazingira kwa ujumla. Kwa hiyo naomba tuongeze nguvu wote sote, kila mmoja asimame katika nafasi yake kuhakikisha kwamba mifuko hii ya plastiki nchini inatokomezwa. 4, kwa upande wa ukaguzi na ufuatiliaji wa uchafuzi wa mazingira, kwa kipindi hiki cha miaka 4 jumla ya kaguzi 9606 zilifanyika na malalamiko 1483 yalishughulikiwa hasa katika maeneo ya kelele na mitetemo. Uchafuzi wa mazingira ulidhibitiwa katika miradi mikubwa yenye viashiria hatarishi, mfano kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere, bomba la mafuta la Afrika Mashariki na mradi huu wa SGR ambapo programu 50 za elimu na vipindi 75 vya uhamasishaji vilishafanyika. Ndugu wanahabari, katika swala la ufuatiliaji wa vibali vya mazingira na ufuatiliaji wa taka hatarishi, kwa kipindi hiki cha miaka 4 vilitolewa vibali 781
kwa wafanyabiashara mbalimbali. Pia nyaraka 1477 za ufuatiliaji zilitolewa, ambapo 1089 zilirejeshwa na kufanyiwa mapitio na kubaini kuwa tani 165,834 za taka hatarishi kama chuma chakavu, betri zilizotumika, magurudumu, vioo, mafuta machafu, plastiki na taka za kielektroniki zilifuatiliwa kwa mafanikio kote nchini. 6. NEMC kama nilivyosema, tunajishughulisha pia na tafiti mbalimbali katika masuala ya mazingira. Kwa kipindi cha miaka 4 baraza limefanya tafiti mbalimbali na kuandaa maandiko ya miradi. Aidha, na kutekeleza miradi hiyo, baraza limeratibu utekelezaji wa miradi mabadiliko ya tabia nchi, kupunguza matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo wa dhahabu, pamoja na mradi wa kusimamia utekelezaji wa sheria ya mazingira kwa jumla wake. Mfano, katika ajenda yetu ya utafiti imetekeleza katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na utafiti kuhusiana na changamoto za uchafuzi wa mto Mara, mmomonyoko wa fukwe katika maeneo ya Coco Beach Dar es Salaam, Kunduchi Beach, Mbweni JKT Beach na fukwe za Mikadi, eneo la Msuka lilopo Pemba Mnazi, Pemba Kaskazini, Guba ya Mikindani na manispaa ya Mtwara. Vile vile baraza limefanya tathmini ya hali ya mazingira kwenye maeneo yanayokumbwa na maporomoko ya ardhi katika milima ya Hanang, Manyara na miamba iliyopo wilayani Same, Kilimanjaro. Baraza pia limefanya tathmini ya ubora wa maji wa Ziwa Victoria na kuainisha maeneo yanayotakiwa kupewa kipaumbele katika swala zima la kulinda ubora wa maji kutokana na athari zilizobainika katika Ziwa Victoria. Tafiti hizo zimepelekea kuwepo kwa taarifa 2 kubwa. Ya kwanza naomba nisome sasa kwa lugha ya kigeni. Development of Environmental Management Strategy towards Sustaining Ecological Integrity of Lake Victoria na Lake Victoria Roadmap for Management of Water Quality in Mwanza City, Tanzania. Lugha hizi tumetumia lugha ya Kiingereza kwa sababu mnavyojua ziwa hili linazungukwa na nchi zaidi ya 7. Nchi 5 lakini 2 zinategemea moja kwa moja ziwa letu la Lake Victoria. Kwa hiyo tulifanya kazi na wenzetu katika utafiti na kuja na maandiko hayo ambayo yanatusaidia katika kutengeneza sera na mikakati ya kutunza ziwa hili nyeti. Kama mnavyokumbuka pia Lake Victoria ina zaidi ya 51%, ndio tuna ukubwa zaidi wa hili ziwa. Kwa hiyo ni nyeti sana na linategemewa na nchi nyingine pamoja na sisi wenyewe. Aidha, baraza linaendelea na utafiti kuhusu uwezo wa kuoza kwa mifuko mbadala ya non-woven. Utafiti huu unafanyika kuainisha ubora wa viwango vinavyotakiwa kuzingatiwa katika utengenezaji wa mifuko mbadala isiyo ya plastiki, ili kujua uwezekano wa mifuko hiyo kuwa na uwezo wa kuoza. Vile vile baraza limefanya tathmini mbalimbali na kuandaa ripoti zenye ushauri wa jinsi ya kutatua changamoto za mazingira kwenye maeneo mbalimbali kama vile mafuriko kwenye maeneo ya Rufiji na mkoani Singida na wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma, maporomoko ya udongo kwenye maeneo ya milima ya miamba Same, milima ya Kawetere na mlima Livingstone Mbeya, mlima Hanang Manyara, na changamoto za mazingira kwenye bandari bubu na tathmini ya hali ya mazingira kwenye maeneo oevu kama vile Kilombero na Malagarasi Moyo Vosi kwenye vyanzo vya maji huku. Katika utekelezaji wa miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kupitia ithibati, yani accreditation, ya kuwa msimamizi, yani National Implementing Entity, kwa fedha za mfuko wa dunia wa mabadiliko ya tabia nchi Adaptation Fund nchini, baraza limeweza kuratibu maandiko na utekelezaji wa miradi 4 kwenye maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi wilayani Bunda mkoani Mara, mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi katika jamii ya wakulima na wafugaji wilayani Kongwa mkoani Dodoma, mradi wa kuainisha na kutumia teknolojia za kimkakati za uvunaji wa maji kwa ajili ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo kama ya Tanzania katika mkoa wa Dodoma, Singida na Tabora, na mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi katika jamii za Pwani, Zanzibar, Pemba huko. Baraza limeendelea kuratibu shughuli zote za uhifadhi hai, yani Marine and Biosphere Reserve. Ziko 5 na tumepata Biosphere Reserve ya 6, na hii iliidhinishwa mwaka jana mwezi Juni kupitia shirika la kimataifa lenye kufuatilia masuala ya elimu na uhifadhi wa rasilimali, UNESCO. Kwa hiyo ukisikia Rumaki Biosphere Reserve, basi hii ni kazi mojawapo
ya baraza ya mafanikio makubwa katika kipindi hiki. Pia NEMKI imeweza kuboresha zaidi mifumo yake ya usimamizi wa mazingira. Sasa hivi tunaenda katika uhifadhi kidijitali, usimamizi wa mazingira kidijitali, ambapo NEMKI imetengeneza mifumo ya uzingatiaji, ufuatiliaji na ukusanyaji wa takwimu za mazingira ili kurahisisha kufanya ukaguzi, utoaji taarifa, kuchakata leseni na vibali mbalimbali. Pia katika kuelimisha jamii pamoja na mfumo wa kielektroniki wa kuripoti matukio ya athari kwa mazingira. Kwa hiyo unaweza kutupata kupitia application zetu au kupitia simu, tunafikika katika media platform mbalimbali. Ndugu wanahabari, pia NEMKI imepata mafanikio chini ya uongozi wetu wa Mheshimiwa Rais katika kipindi hiki katika eneo la kuelimisha jamii, uhamasishaji na mawasiliano vile vile. Tumeongeza ufahamu juu ya umuhimu wa utunzaji wa mazingira, japo hapa slogan yetu bado hatujaipata, mazingira yetu. Yes. Pia tumejikita na kuboresha maeneo ya kuhamasisha usafi, na tumeanzisha na kuimarisha ushirikiano pamoja na jamii, viongozi na taasisi mbalimbali, mfano Wanawake na Samia, JMAT, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Na pia tumeendesha kampeni mbalimbali za tathmini za athari kwa mazingira, ambapo tunahamasisha watu kufanya tathmini au taasisi kufanya tathmini au wawekezaji kufanya tathmini ya miradi yao mbalimbali ili kuenenda na uzalishaji endelevu na utunzaji wa mazingira. Pia tumeimarisha ushirikiano wa kimataifa. NEMKI imeendelea kuimarisha ushirikiano na mashirika na taasisi za kimataifa katika masuala ya mazingira, na tumefanikiwa kuboresha ubora wa utafiti zetu, huduma na miradi ya Umoja wa Mataifa. Mfano sisi kama nilivyosema ni accredited entity ya Adaptation Fund kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, UNEP, Nairobi Convention, WIOMSA, IUCN, kampuni ya Uturuki ya Gaia Climate, ambapo huyu ni kampuni ya mwisho kabisa ambao tumeingia nao mkataba kama baraza. Mwanzoni mwa mwezi huu wa Machi tumeingia nao kampuni hii mkataba wa katika kufanya taka ngumu kuwa fursa. Tunaweza tukazalisha umeme na bidhaa mbalimbali za urejelezaji wa taka ngumu. Ndugu wanahabari, pamoja na utekelezaji wa majukumu hayo, zipo changamoto kama vile upungufu wa wataalamu mwelekezi walio na sifa, pamoja na kupambana na uchafuzi wa mazingira kutokana na matumizi holela ya mifuko ya plastiki na bidhaa nyingine hatarishi, hali inayopelekea uchafuzi mkubwa wa mazingira. Hivyo ni imani yetu kuwa NEMKI ikiwa na mamlaka kamili itaweza kusimamia vyema utunzaji wa mazingira bila kuingiliwa na mamlaka nyingine, hasa katika kudhibiti matumizi ya mifuko ya plastiki, utirishaji ovyo wa kemikali migodini na viwandani, uharibifu wa milima pamoja na uchafuzi wa vyanzo vya maji ikiwemo maziwa makubwa kama vile Lake Victoria na Tanganyika, masuala mazima ya viwango vya mitetemo na hewa safi. Ndugu wanahabari, baraza linaendelea kusimamia utekelezaji wa majukumu yake kwa lengo la kuhakikisha kuna kuwepo na mazingira bora kwa mustakabali wa kizazi cha sasa na cha baadaye. Tunaendelea kuhamasisha wadau mbalimbali na wananchi kwa ujumla katika kuhakikisha utunzaji wa mazingira unazingatiwa kwa maendeleo endelevu ya nchi yetu. Baraza linashukuru kwa ushirikiano tunaopata toka kwa wadau mbalimbali wakiwemo wanahabari na waandishi wa habari, na kutoa wito kwa wananchi wote kuendelea kushirikiana katika kulinda na kusimamia mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa letu la Tanzania ambalo tunalo moja tu. Tunasisitiza sana kama kwenye slogan yetu kwamba mazingira yetu ni uhai wetu. Mazingira yakiwa sio safi na salama, basi afya zetu, uzalishaji wetu hautakuwa sawa. Tutaishia. Kwa hiyo tuyatunze mazingira ili yatutunze. Nawashukuru sana kwa muda wenu na kunisikiliza. Asante sana Dr. Immaculate kwa wasilisho lako zuri. Dr. Immaculate Semesi ndiye mkurugenzi mkuu wa Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira. Mazingira yetu, uhai wetu.
Nilikuwa nawapima kama mmeishika slogan au bado. Mkurugenzi, naomba sasa tuwape nafasi wanahabari ili wakuulize maswali. Asante. Kwenye eneo la mazingira unaona maswali ni mengi kidogo. Haya, karibu. Asante, naitwa Danson Kejage, niko mwanahalisi online na Raia Mwema. Nitaka kuulizia swala zima la mitetemo. Ukiangalia mitaani kuna baa nyingi, kuna vipabu vingi, lakini pia kuna nyumba za ibada ambazo wakati mwingine kuna mikesha, kuna vitu kama hivyo. Mmejipangaje kuhakikisha hii mitetemo ambayo inatokea na kuwa disturb watu wengine inakaa sawa sawa? Naitwa Richard Mwekenda, CCM blog na Kamanda Matukio online. Mimi nitaelekea kwenye utunzaji wa mazingira, hasa upande wa kelele. Hivi sasa kuna jambo limezuka, nafikiri ni la muda mrefu. Hawa bodaboda wanakata exhaust na sauti zinakuwa za juu, zinaathiri hata usalama, afya za watu, hasa wenye pressure. Lakini hata wenye magari nao nakata, na kwa hiyo kunakuwa na kelele kubwa sana. Sasa mmeweka mkakati gani wa kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha hawa wanaofanya vitendo kama hivi mnawakamata ama kutokomeza kabisa? Asante, naitwa Fadhili Akida, natokea Daily News Digital ya kampuni ya magazeti ya serikali TSN. Nasema mlifanya utafiti katika Ziwa Victoria na kubaini athari. Nataka kufahamu ni athari zenyewe ni zipi na hatari yake ni ipi kwa ustawi wa ziwa lenyewe pamoja na wananchi. Asante, naitwa Sakina Abdul Masudi kutoka Uhuru FM. Mei 2021 aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Dr. Selemani Jafo aliteua mabalozi kutoka kada mbalimbali. Labda NEMC mnashirikiana na uvipi katika utendaji wenu wa kazi wa kila siku? Asante, naitwa Felista Richard, natokea CFM. Dokta, mimi naomba nielekee kwenye suala la mabadiliko ya tabia nchi ambayo inaikabili dunia kwa sasa. NEMC kuna wakati mlikuwa mnatoa elimu sana, kuzungumza na wakulima, wafugaji, lakini pia wakati mwingine hata jamii ambazo zinaishi kwenye maeneo ambayo wanalima kwenye vyanzo vya maji. Na kuna kipindi ni kama vile hali ilipungua kulima, watu wakaacha kulima, lakini sasa hivi tunashuhudia bado maeneo mengi wanaendelea kulima. Pengine elimu hii imepotezewa tena, hairejeshewi, na kama inaendelea kutolewa, ni kwa nini sasa tunaendelea kushuhudia hali mbaya zaidi ukilinganisha na hapo awali? Lakini pia kuna lile swala la fedha za kutoka mataifa ambayo yameendelea, walitoa kwenye mataifa ambayo ndo kwanza yanaendelea kudhibiti hali mabadiliko ya tabia nchi. Na ningependa kufahamu fedha hizi toka zimetolewa pengine zimesaidia maeneo yapi na matokeo yake chanya ni yapi ambayo yameonekana? Asante. Naitwa Wilson Vedastus na natoka Nyama FM Radio. Ninataka kuingia hapa jijini Dodoma ambapo kati ya mwaka 2020 na 2024 kati ya mwezi Agosti kulionekana kwamba Dodoma inazalisha takriban tani 350 za taka. Na hii kati ya taka hizo tani 114 zinatoka nje ya kata za hapa mjini na 236 ni ndani ya mji hapa. Na katika hizo tani 150 pekee ndizo zinazoondoka kwa maana ya kwenda kuteketezwa, 200 zinabaki. NEMC mna mpango gani wa kuhakikisha kwamba hali hii inaondoka kwa kuzingatia kwamba Dodoma ni makao makuu ya nchi? B yake baadhi ya maeneo hapa Dodoma kunaonekana magari yale yanayoondoa taka na yenyewe ni taka. Mna mpango gani? Kwa sababu yakipita tuna yenyewe yanachafua hali ya hewa. Asante. Naitwa Jenibet Albert Kashaja natokea Maisha FM. Mimi nataka kujua tu jambo moja. Mmekuwa mkija na takwimu za mikoa ambayo
imekuwa na ongezeko la sauti na mitetemo, pengine na nahitaji kufahamu at least 5 best au hata mkoa mmoja ambao unaongoza Tanzania kuwa na hii kero, na mweka udhibiti gani wa kuweza kupambana na hili? The best or the worst? The worst. Naitwa Asha Mwakionde, naandikia gazeti la Taifa Tanzania. Mwaka 2022 NEMC ilitangaza kufungia leseni za baa na makanisa ambayo yanapiga kelele kwenye makazi ya watu. Sasa anataka kufahamu ni baa ngapi zilifungiwa na makanisa mangapi? Kwa jina naitwa Happy Jerome Balisidia kutokea channel ya Manyunyu TV. Tunafahamu kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni kinara wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Natamani kufahamu mnaunga vipi mkono juhudi hizo za Mheshimiwa Rais, tukiangalia kwamba matumizi ya nishati zisizo mbadala kama vile mkaa yanachangia katika uharibifu wa mazingira, kwa maana unapatikana kupitia ukataji wa miti. Kwa majina naitwa Joyce Kasiki, ni mwandishi wa habari natoka gazeti la Majira. Mimi nataka kufahamu NEMC mnafuatilia vipi uwepo wa mifuko ya plastiki ambayo kwa sasa imerudi kivingine, lakini pia kumekuwa na klabu mbalimbali kwa watoto wa shule za msingi na sekondari, lakini kuna kundi la watoto ambao limesahaulika, kundi la watoto wadogo kuanzia darasa la awali. Maana watoto hawa wakipewa elimu mapema, ile elimu wanaenda nayo na hawataiacha. Namna gani kama NEMC mmejipanga sasa kuanzisha klabu hizo hususan kwa watoto wadogo, ili watoto wale wakue na ile elimu ya utunzaji wa mazingira badala ya kuacha mpaka watu wameshakuwa waharibifu ndio wanaanza kupewa elimu? Naitwa Augusta, mwandishi wa Nipashe. Mimi nilikuwa naomba kufahamu, mapema mwezi huu baraza ilitoa taarifa ya kuibuka kwa magugu maji mapya kule kwenye ziwa Victoria. Na mkasema kwamba mtafanya ukaguzi maalum wa kuzunguka hilo ziwa ili kubaini chanzo cha huo uchafuzi wa mazingira. Nilikuwa naomba kufahamu huo ukaguzi maalum utachukua muda gani? Asanteni sana waandishi wa habari kwa maswali yenu mazuri na mengi. Tunaye mwana mazingira, msimamizi mkuu wa mazingira. Naomba Dokta sasa uyajibu maswali hayo kutoka kwa waandishi. Karibu. Shukran sana. Niwashukuru na kuwapongeza kwa maswali mazuri na mengi ambayo kweli yanaakisia tunavyothamini mazingira na mazingira yawe safi na salama. Swala la kwanza kabisa ni kuhusu sauti za hali ya kiwango cha mtetemo. Naomba nitayajibu kwa pamoja. Udhibiti wa kelele zilizozidi kiwango na mitetemo ina athari katika mazingira na pia ina athari katika jamii, yani binadamu mwenyewe. Kwa kuangalia unyeti wa swala hili la sauti zilizozidi viwango na mitetemo, NEMC imekuwa ikifanya kazi na wadau mbalimbali kuhakikisha kwanza inatoa elimu, 2 tunafanya kazi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama, pia tunafanya kazi na serikali za mitaa, na tunafanya kazi pamoja na jumuiya ya maridhiano JMAT, na hivi karibuni tumeanza kufanya kazi pamoja na wizara hii ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na wenye mahitaji maalum. Kwa sababu gani? NEMC tumepewa tu dhamana ya kusimamia mazingira na kuhakikisha yako safi na salama. Sasa kuna sekta mbalimbali zinaguswa katika kuleta nini? Athari. Nimependa leo mfano wa vyombo vya usafiri, especially boda, wanaoharibu mifumo ya hivyo vyombo, inaleta sauti, inakuwa ni kero. Lakini pia kuna kumbi za starehe, kuna maeneo ya ibada. Sasa NEMC hawezi kuingia huko kote, hana dhamana hiyo. Bali tunawashirikisha wale ambao moja kwa moja kama vile serikali ya mtaa ambao wanatoa vibali vya biashara katika maeneo husika. Basi tunawataka waweke vigezo iko kibali kama ni biashara ya starehe au ni issue ya
ya masuala ya kiimani, basi ndio maana tunatumia vyombo husika au mamlaka zinazohusiana na utoaji wa vibali au usimamizi wa sekta hizo. Sisi tunaenda pale kukumbushia kwamba hiki kiwango, sababu malalamiko yote yanaenda wapi? NEMC. Sidhani kama mtu atampigia simu polisi au ataenda serikali ya mtaa, anakimbilia chombo ambao kimepewa dhamana ya kusimamia, si ndio? Sasa sisi tunapopata hizo changamoto, basi tunaenda tunaangalia kama ni baa iko sehemu fulani, au ni kanisa liko sehemu fulani, au ni msikiti uko sehemu fulani, tutaenda kwa yule mdau anayehusika moja kwa moja na katika sekta hiyo. Sasa nafikiri bado ni swala la kupeana elimu, na sisi wasimamizi katika sekta zetu kuendelea kukaa na kujipanga hiyo mikakati sasa iwe endelevu. Mnajikuta saa nyingine NEMC mnaenda nyenye kama baraza kwa kushirikiana na serikali ya mtaa, lakini baada ya muda wanarejea tena, si ndio? Sasa inabidi wale sekta nyingine husika waweke wakazie kwenye zile vibali wanavyovitoa. Lakini pia ni swala la kuelimisha tu jamii. Mtu akishajua madhara anayoyapata kwenye sauti za viwango hizi zilivyozidi, akishajua madhara yake mwilini mwake, katika mfumo wake, basi ataacha. Ila si unajua tabia huenda taratibu. Lakini nafikiri mifumo hii ikiweka mikakati mizuri zaidi, basi tutatoka katika hili hali. Nimependa sana huu mfano. Sasa pia tuna jukumu wenzangu wa kwenda pia katika Jeshi la Ulinzi na Usalama, tushirikiane nao katika kudhibiti vyombo vya usafiri na mamlaka zenye kutoa vibali vya vyombo vya usafiri kuwepo barabarani viwe katika viwango gani. Hilo tumelipokea, nashukuru sana. Kuna swala la utafiti katika Ziwa Victoria, athari na mikakati. Naomba niliunganishe pia na hii hali ya kupata hili gugu vamizi la sasa hivi. NEMC kama nilivyosema, moja ya kazi zake ina kurugenzi kabisa mahususi katika masuala ya tafiti, na tulifanya tafiti kubwa tu tangia mwaka 2023 kama nilivyosema awali, kushirikiana na taasisi nyingine katika kutathmini hali ya ziwa letu likoje. Tuliangalia hali ya maji ikoje, nani anatiririsha maji kwenye Ziwa Victoria ambayo hajachakatwa kutoka viwandani, kutoka katika sekta ya madini, katika wakazi. Mkiangalia jiografia ya Mwanza ilivyokaa, asilimia kubwa vinaishia wapi? Kwenye ziwa. Sasa tulikaa na kutoa mapendekezo katika kila sekta inayohusika. Kama kawaida sisi ni washauri. Kwa hiyo tulifanya tafiti, tukaona tulichokiona, na mamlaka husika zimetaarifiwa, nafikiri zinaendelea kujipanga katika kuhakikisha kwamba ziwa letu liko sawa na linaendana na nchi ambazo tumepakana nazo. Viwango gani vinatakiwa viwepo vya hali ya maji. Sasa kwa bahati mbaya, mwezi wa 8 mwaka jana tulipata uvamizi wa hili gugu maji jipya, na linaenda kwa kasi, na madhara yake yameanza kutokeza katika mwezi huu wa pili 2025. Kwa hiyo sasa hivi swala hili linaratibiwa na ngazi ya wizara, katibu mkuu, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, anaratibu pamoja na wakuu wa mikoa, marasi katika mikoa inayozunguka Ziwa Victoria. Kwa hiyo hali ina changamoto, especially katika vivuko imeathiriwa sana, kwa sababu yale magugu yanaenda kuziba, sio nasema engine ya ile vivuko. Lakini pia inaleta athari katika uwekezaji tulionao katika ziwa lile. Sasa hivi kuna uwekezaji mkubwa sana katika ukulima katika maji, ukulima wa samaki, sio kama ni sawa aquaculture. Kwa miundombinu imeathiriwa, hali ya ziwa limechafuliwa, na moja ya indicator ya uchafuzi ni limetokea gugu maji. Kwa mamlaka husika zimeshaanza kikao. Tulikuwa tuna kikao wiki mbili zilizopita tukiongozwa na katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais, na tulikuwa sekta 12. Bonde, watu wa bonde, mamlaka za serikali ya mitaa, na taasisi nyingine, mifugo na uvuvi. Tunakuja na mkakati ya kuendelea kuangalia kwamba hali ya ziwa iko safi na salama, na
quick remedy ambayo tunaifanya ni kulivuna hilo gugu maji, kushirikiana na wavuvi katika eneo hilo. Kwa kazi ipo inaendelea ya kuhakikisha kwamba madhara ya hili gugu yanapunguzwa au linaondoka kabisa ndani ya muda mfupi. Swala jingine ilikuwa ni swala la tunashirikishaji wadau mbalimbali, mojawapo ni mabalozi wa mazingira nchini. Mabalozi wa mazingira hao huteuliwa na Mheshimiwa Waziri, ofisi ya Makamu wa Rais, na NEMKI ni mmoja wa wadau ambao hao mabalozi tunafanya nao kazi. Ila wanaripoti kwa muundo uliopo sasa hivi, hawa mabalozi wa mazingira maadamu wameteuliwa na Mheshimiwa Waziri, basi wanafanya kazi moja kwa moja na wizara husika. Lakini pia huwa tunafanya nao kazi katika shughuli mbalimbali za kuelimisha au uhamasishaji. Na mara nyingi au bahati mbaya tukisema uhamasishaji wa utunzaji wa mazingira tunakimbilia kupanda miti, si ndio? Nafikiri tuanze kutoka huko. Mazingira ni kila kitu, ni hewa tunaoivuta, ni ardhi tunaoitumia na kadhalika. Kwa tunashirikiana nao vizuri, na pia tuna grupu letu ambapo NEMKI pia ni mmoja wa wana grupu kupata taarifa mbalimbali za kazi za hawa mabalozi wetu wa mazingira. Wako very active na wanasaidia sana. NEMKI tuko takriban wafanyakazi 250 tu katika nchi nzima. Sisi wenyewe hatuwezi. Kwa huwa tunatumia hao mabalozi au tunatumia wanafunzi au tunatumia wafanyakazi mbalimbali katika mikataba au internship ili kuweza kutimiza majukumu yetu. Kuna swala zima la mabadiliko ya tabia nchi nchini, naomba niyaunganishe kwa pamoja. Mabadiliko ya tabia nchi, hili ni swala mtambuka, linamgusa kila mmoja wetu katika sekta mbalimbali. Na kwa bahati mbaya ni tatizo ambao pia lakini tunaweza tukaligeuza kuwa fursa, na ni la kidunia, sio hapa nchini. Tumeona madhara ya moja kwa moja ya mabadiliko ya hali ya hewa. Misimu ya mvua hatuielewi. Mvua either zinakuja nyingi sana, zinaharibu miundombinu, au zinakuja kwa uchache sana na kusababisha ukame. Kwa hiyo ni swala ambalo linatakiwa tuliendee kisayansi ya jinsi ya kupunguza hayo madhara ambayo yako dunia nzima. Je, na sisi nchini tumejikita katika kilimo, basi tufanye kilimo cha aina gani ambacho hatusemi kama sasa hivi tuna hali mbaya, si ndio? Nafikiri sekta yenye dhamana itatoa statement. Unalima, mvua hazinyeshi kwa wakati. Baada ya muda mvua zinakuja za kupitiliza. Tunapata hasara kwenye miundombinu yetu. Tumepata shida sana kwenye mvua zilizopita za mwaka jana katika miundombinu ya barabara na madaraja. Majengo tunayoyajenga, je, yanaendana na mabadiliko ya tabia nchi? Na miundombinu yote ambayo inasaidia katika sekta nzima za uzalishaji inaendana na mabadiliko ya tabia nchi? Pia tumeona hali ya hewa zimebadilika. Katika Dodoma kulikuwa kuna baridi sana, siku hizi tuna sweat. Kuna mabadiliko kubwa. Joto linaendana na nani? Rafiki yake ni mbu. Kwa hiyo unajikuta mikoa ambayo hata ilikuwa haipati magonjwa aina fulani sasa hivi inapata hayo magonjwa. Kwa hiyo kuna sekta mbalimbali lazima tuhamasishane, tunajikinga vipi tuwe pia na afya njema. Kwa hiyo tunaendelea na tafiti mbalimbali na kuwezesha katika sekta mbalimbali katika kupitia tafiti na ushauri na kuelimisha jinsi ya kuenenda na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu kila sekta inapata athari mbalimbali, na pia kila mkoa kutegemeana na hali yake ilivyo pia na madhara yake yanachukuliwa kitofauti. Kwa hiyo tunajikita, chini ya kurugenzi ya tafiti ni kitengo au idara. Tuna idara mahususi kabisa ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Ndio jinsi ambavyo tumeweka uzito katika hili. Na idara hii inatakiwa kutoa elimu, inatakiwa kufanya utafiti, inatakiwa kutafuta fedha kwa ajili ya kuleta miradi. Mmoja wapo ni kwamba NEMKI imeweza tangia 2021 kupata fedha kutoka mfuko wa Adaptation Fund ambao uko chini ya hawa watu wa Umoja wa Mataifa. Na tumeweza kusimamia miradi mbalimbali nchini. Mfano, wamesema fedha za wafadhili, siwezi kusema kiwango, lakini zinawezesha miradi mbalimbali. Mfano hapa Kongwa kwetu Dodoma pamoja na Zanzibar upande wa pili
miradi ya kuhimili haya mabadiliko ya tabia nchi. Tuna promote miundombinu, mfano kule Mara, ya jinsi ya kuzalisha maji na kuyakinga mabwawa kwa ajili ya umwagiliaji, pia na ufanya ukulima wa samaki. Kongwa vile vile katika ufugaji bora ambao na ukulima bora. Hata Bahi tupo hapo tuna mradi. Na Pemba kama mnavyojua ni kisiwani, basi pia tumeweza kusaidia kupitia mradi huu kutengeneza kingo, yale maji ya baharini yasiweze kuingia maeneo ambayo wanalima mipunga na vyanzo vya maji visiingiliwe na maji ya chumvi kutoka baharini. Kwa hiyo kuna kazi mbalimbali tunafanya. Moja hapo ni kuelimisha, kuwezesha na kutafuta fedha na kuendelea kufanya utafiti kwamba tunaposhauri labda sekta ya ujenzi, nyumba zetu tusijengaje. Mfano mzuri tunaona kwamba kuweka pavings, si ndio usasa. Kumbe tukiweka pavings, maji mvua yakinyesha na nyumba zetu hatujawekea ile kinga maji, yale maji yanafanya nini? Nalia mafuriko, si ndio? Basi tunabidi tushauriane, tunapojenga basi tuweke na sehemu ambapo ardhi imejengwa kupokea. Ardhi haijajengwa maji yanasambaa. Mfano mzuri pia tunafanya kazi na wenzetu vizuri sana na halmashauri ambao ndio wenye dhamana ya taka ngumu, ukusanyaji wake na uchakataji wake. Basi wanaosimamia ni sekta hiyo upande huo. Nao tunakuwa tuna vikao vyao na kuja na mikakati kwamba tuwe tuna mikakati mahususi ya ukusanyaji wa taka. Dar es Salaam inasikika sana kwa mafuriko. Mvua ya dakika 5 tayari maji hayapitiki. Ni kwa sababu miundombinu ya maji yamejaa, yamekuwa ni nini? Dumping site, sehemu ya kutupa taka. Vimto na vijito vyote ambavyo vilikuwa vinatakiwa vipitishe maji, basi na sisi tumejenga mpaka kwenye ukingo wa nini? Wa mto. Tumebadilisha ile hali ya mto na pia tunajaza uchafu katika mito. Mvua kidogo ikinyesha, mafuriko na uchafuzi katika bahari. Basi tunaendelea kutoa ushauri, tunaendelea kuja na mikakati ya pamoja na wenzetu. Mmoja hapo kama nilivyosema awali ya wiki hii tumesaini mkataba, MOU kama ni mkataba, makubaliano na wenzetu kutoka Uturuki, kampuni mahususi ambayo inashirikiana na mambo ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, kwamba sasa kumbe tunaweza tukachakata taka, tukianza na taka za plastiki ambazo changamoto yake ni hazimeng'enyuki, haziishi. Basi tutafute vikundi vya vijana au taasisi au mtu binafsi kuzikusanya hizo taka. Zile taka kule kwetu kule sio kwetu. Kule kwao Uturuki, mimi ni Mtanzania 100%. Wanazalisha umeme. Yaani taka hii ya plastiki inazalisha nini? Umeme na bidhaa mbalimbali za urejelezaji. Sasa sisi hapa tunalia na TANESCO kila siku, kumbe tuna mataka tani na tani. Dar es Salaam tu pekee inaongoza kwa kuzalisha taka. Ni zaidi ya taka laki 4, si ndio? 4,000 kwa siku. Kama 400,000 kwa tani 400,000 kwa mwezi, si ndio? Sasa hizo taka ukikuta asilimia kubwa ni nini? Ni maplastiki ambazo haziwezi kufanywa kitu chochote. Lakini pia tunahamasisha, na sisi wenyewe tukianza humu ndani na sisi kule ofisini kwetu tunahamasishana, tutenganishe taka za elektroniki, zile taka hatarishi, taka zile ambazo unaweza ukazifanyisha kuwa mbolea au ukapata zile biogas, si ndio? Na hizi taka za plastiki ambazo unaweza sasa hivi ukazalisha umeme. Kwa hiyo vijana wetu sasa hivi au kwenye hizi taxi na mauba na mabolt wanatumia gesi, si ndio? Unaweza ukazalisha hiyo gesi, sio itoke songo. Unaweza ukazalisha taka ya plastiki, ukazalisha gesi ya kwenda kwenye nini? Vyombo vya usafiri na kadhalika. Kwa hiyo tuko tunaendelea kufanyia kazi na nafikiri matunda yanaanza kuonekana. Nitaunganisha hapo kuhusu kiwango cha taka mkoani Dodoma, na umetoa hapa angalizo kwamba magari haya ya taka na yenyewe pia ni taka. Hii tumeiongelea sana na nafikiri kama sikosei wahusika watatolea taarifa. Mkoa wa Dar es Salaam tuna mradi mkubwa umeanza kutoka World Bank ambao unajikita katika uondoaji na uteketezaji wa taka. Katika uondoaji wa taka basi kuna kuimarishwa kwa
haya vyombo vya usafiri vya ukusanyaji. Lakini pia Dar es Salaam najua kuna vikundi mbalimbali ambao vinajihusisha katika kutoa zile taka. Na sasa hivi tunakoendea kwenye kuchakata taka, kuzitenganisha, basi haya magari yawekewe ni rahisi tu. Unaweka kwamba unaweka partition, hapa ni za elektroniki, hapa za plastiki, hapa labda za majumbani ambazo mwenye nyumba huyo hawezi kuzirejeleza. Kwa hiyo juhudi zipo za serikali katika kugeuza, na slogan yetu pia nyingine ya NEMC sasa hivi ni kuwa taka ni fursa. Na tarehe 30 mwezi huu ni siku ya kuondoa taka ngumu duniani, na kwa NEMC kwa mara ya kwanza tutaanza kuadhimisha ili kutoa elimu na kuelewa kwamba taka kwa kweli ni fursa, sio taka kama taka. Tuna promote urejelezaji na uzalishaji wa nishati kupitia taka. Kwa hiyo tutakuwa tuna maonyesho pale Mnazi Mmoja kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kuanzia tarehe 28 na tutahitimisha siku hiyo ya kilele chake tarehe 30. Kwa karibuni, ni siku ya Jumapili. Kwa tutaanza Alhamisi, tutaanza Ijumaa, Jumamosi na Jumapili tutahitimisha, ambapo tutakuwa na viwanda mbalimbali, vikundi mbalimbali ambao wao tayari wameshaona taka ni fursa. Kwa karibuni tujifunze. Na nafikiri meneja wangu wa PR media coverage itakuwa nzuri ili wale ambao tuko nje ya Dar tuweze kufuatilia na kujifunza. Kuna swala jingine ni kuhusu nishati safi ya kupikia. Ni wang'ate sikio. Mchakato huu na hii idea concept ilitoka katika kurugenzi yetu ya tafiti NEMC, si ndio? Kabisa mwanzoni kabisa kwamba tuangalie fursa katika kutumia nishati safi ya kupikia ili kupunguza athari za mazingira, especially katika ukataji wa miti kama ni kutengeneza mkaa ama kutumia kuni. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa karibu pamoja na wizara yetu ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira katika sekta ya mazingira pamoja na Wizara ya Nishati. Tuko nao karibu sana katika kuhamasisha nishati safi ya kupikia kwa kila Mtanzania. Sasa kwa bahati mbaya tulivyoanza promotion ilipoanza nishati safi ya kupikia tukakimbilia majiko ya gesi, si ndio? Na mitungi ya gesi. Hapana. Nishati ziko nyingi sana. Nafikiri sekta husika watakuja kutolea maelezo. Lakini labda ile kwa urahisi tulikimbilia kwenye gesi, lakini kuna alternative tu nyingi, na NEMC tuko mbele kwa mbele. Nafikiri hata siku ya mwanamke duniani tuliazimisha kwa kuwapa miundombinu hiyo ya kupikia katika shule ya msingi kule Arusha. Kwa hiyo pale ambapo tukipata ufadhili na sisi wenyewe kwenye fedha za ndani ya kuweza kufanya hizo modo za nishati safi ya kupikia, huwa tunashiriki. Lakini pia tunashiriki katika kutoa elimu katika vikundi mbalimbali, na tumeshaanza kufanya hiyo kazi tangia mwaka juzi ya kuhamasisha maana ya nishati safi ya kupikia na umuhimu wake na madhara pale tunapotumia nishati isiyo safi na salama. Nashukuru sana kwenye kutoa elimu ili swala la club za mazingira. Hapa naomba nikiri tumeachia wenzetu sana. Ila nafikiri ni muda mwafaka. Nafikiri NEMC hapo awali kabisa ilikuwa ina kitengo mahususi cha kutoa elimu, si ndio? Sasa nafikiri katika mabadiliko ya muundo kwenye utoaji wa elimu ukawa umewekwa chini ya idara ya nini? Ya mawasiliano na habari. Lakini hili naomba nimelipokea, nasi NEMC sasa turudishe tena zile clubs za mazingira, especially katika elimu za msingi na chekechea. Pale mtoto unapomwanzisha mapema, tukikomaa kama hivi inakuwa ni rahisi kusema acha kelele, usitupe hapa au tenganisha taka. Hilo nimelipokea, ni angalizo zuri sana katika kutoa elimu katika engo hiyo katika mazingira. Sijui kama nimemruka bado. Swala gani? Takwimu za kufungia leseni za bana na nyumba za ibada.
Aha. Na pia takwimu za mikoa inayoongoza Kwa makelele. Sasa hizi haya ni maswali chunganishi. Kama nilivyosema, NEMKI ni mwezeshaji, facilitator. Kazi yetu ni kufacilitate tu. Siwezi kuingia sekta nyingine ambazo lazima uwezeshe ili uweze kuzalisha. Naomba nichelee kusema kwamba sitaweza kutaja kwenye makelele, lakini kujiongeza tu kwenye miji, si ndio kwenye vibes. Kwa definitely kwenye miji hiyo husika lazima na mavibe yale husika ya vijana na walio changamka, lazima makelele ni hapo kulinganisha na maeneo nje ya miji. Na katika operation hizi za kufunga baa na makanisa, naomba nisizitolee takwimu. Kama nilivyosema, kwenye hizi operation tunavyoenda, tunaenda na muhusika. Kama ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa au ni halmashauri husika ametoa kibali cha baa fulani, basi tunaenda na yule wale mademo wanaitwa nini, maafisa mazingira wa eneo husika, tunaambatana nao. Kama ni masuala ya makanisa au misikiti au nyumba yote ya ibada, basi huwa tunaenda na wale wa members wa JMAT kwenda kufanya hivyo. Kwa hiyo sitaki kuja kutoa takwimu ambazo huenda zinabadilika na zinaendelea kubadilika, na wahusika wapo wanafanyia kazi. Asante. Mifuko ya plastiki. Kudhibiti mifuko ya plastiki ni sawa, kiongozi, labda nimalizia na hili. Mifuko ya plastiki inafanyika kupitia task force, kikundi kazi, si ndio? Kikosi kazi ambacho kina watu wangapi? Na sio watu, taasisi ngapi? 14 nafikiri. Tuna taasisi 14, lakini anayeratibu mwenyekiti wa kikundi kazi hiki ni naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais, na NEMKI ni katibu wa kikundi kazi hiko, alafu na taasisi nyingine 14 ambazo zote tunashirikiana. Sasa kwa nini NEMKI inamulikiwa tochi? Kama nilivyosema, sisi ndio mazingira. Tulitoa tamko kama wizara, si ndio? Na sisi ndio watekelezaji wa hiyo sheria, lakini utekelezaji wake unategemeana na taasisi nyingine. Pale kuna ulinzi na usalama, kuna wizara hii ya viwanda na biashara, yani tuko wengi mle ndani. Lakini mfano tu mzuri, kwenye ngazi ya labda viwanda na biashara au serikali ya mtaa, ndio wenye masoko, si ndio tunapoona kule ndani. NEMKI anaenda kuona na kupiga sauti pale anapovamia kufanya nini, zile enforcement zako. Ndio kamata ulikuja umetoa wapi. Lakini kama kila mmoja wetu angesimama katika nafasi yake, katika kutoa kibali cha kiwanda kuzalisha, katika meneja wa soko kupokea ile mifuko, sasa anatoa kwa anajua, kila mmoja angesimama katika nafasi yake. Kama ni wewe ni mtu wa migration, mifuko imeingia kutoka kwenye boda zetu, ukasimama kwenye nafasi yako kuzuia isiingie, basi hii mifuko ya plastiki tunaweza sana kuidhibiti. Lakini sisi tunaenda kuvamia pale ambapo tunasema mbona imerejea. Lakini hiyo nguvu na mamlaka sina, lazima ni chain off. Kwa kamati zinaendelea kufanyia kazi kwamba kila mmoja katika hii task force kusimama katika nafasi yake kuhakikisha kwamba kweli kile tulichokiadhimia, na tulianza kwa nguvu kweli kweli, ila si ndio hiyo sasa una balance uzalishaji na nini na uchafuzi wa mazingira, mapato na nini uchafuzi wa mazingira. Nafikiri hiyo balancing ndio bado tunafanyia kazi. Asante sana. Ndugu wanahabari na Watanzania mnaotufuatilia, kama mlivyosikia, serikali ya awamu ya 6 ipo kazini, na katika kipindi chake cha miaka 4 imeweka bidii kubwa sana kwenye masuala ya mazingira. Hakuna sekta ambayo haijaguswa. Hakuna sekta ambayo haijaguswa, na eneo la mazingira ni muhimu sana kwa maisha ya Watanzania, na uwekezaji pia umefanywa kwenye eneo hili ili kuhakikisha nchi yetu inabaki kuwa salama na tunapata mazingira wezeshi
ya kusababisha mvua kunyesha, na jukumu la kulinda mazingira ni la kila Mtanzania. Wewe, mimi, sisi wanahabari tuna jukumu kubwa la kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira yetu. Dr. Immaculate Semesi, naomba nikushukuru sana wewe kama mkurugenzi mkuu, mtendaji mkuu wa Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira, pamoja na timu yako. Mna jukumu kubwa mno, na kwa maelezo yako hapa inaonyesha ni kwa namna gani serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu Samia Suluhu Hassan kupitia taasisi yenu imetekeleza majukumu yake kwa namna ya mafanikio. Ndugu wanahabari wenzangu, naomba tuchukue haya tulioelezwa na tukahakikisha Watanzania wanatoa kipaumbele kwenye suala la mazingira. Ni wajibu wetu kuwa na vipindi vya mazingira kwenye vyombo vyetu vya radio, television na hata mitandao ya kijamii, lakini ni wajibu wetu pia kuandika taarifa hizi kwenye magazeti. Tufanye kampeni maalum ya kulinda mazingira yetu. Hapo ndio tutakuwa tumeisaidia serikali, kwani serikali peke yake kupitia NEMKI haiwezi. Ni lazima kila Mtanzania awajibike. Kwa niaba ya msemaji mkuu wa serikali, tunawashukuru sana NEMKI na watumishi wote wa NEMKI kwa kazi nzuri mnayoifanya, lakini pia tunawashukuru wanahabari kwa ushirikiano mnaotoa kwa serikali. Naomba niseme tumefikia mwisho wa mkutano wetu kwa leo. Naomba niwakaribishe tena. Karibuni na asanteni. Mazingira yetu